Naam, wacha nikaweze kuchukua fursa hii nikaweze kualika katika kipindi chetu cha leo katika channel hii ya Brands Academy mtandaoni YouTube. Leo hii ningependa tukaweze kuangazia sehemu mojawapo katika grade ya 9 na sehemu ambayo ni ya kusoma. Kipindi ni cha kusoma. Kumbuka kipindi cha kusoma ni kipindi ambacho kinamwezesha mwanafunzi kukuza upanuzi wa fikra zake na pia humsaidia anapofikiria kutatua baadhi ya matatizo yanayo huenda akakumbana nayo katika maisha yake. Na pia katika sehemu hii ya kusoma humsaidia sana mwanafunzi katika sehemu ya uandishi wa insha. Maana kupitia kusoma mwanafunzi ataweza kujua jinsi ya kutumia zile alama za uakifishaji, jinsi ya kuandika kwa kuzingatia matumizi sahihi ya sarufi na upatanisho wa ngeli. Maana ni kupitia katika fahamu mbalimbali, vifungu mbalimbali, utapata kwamba kuna mtiririko unaofaa wa sentensi na matumizi ya aina za sentensi ambazo wamejifunza. Kwa mfano kuna sentensi sahili, sentensi ambatano, sentensi changamano na zile sentensi tata. Na pia atajifunza kuhusu matumizi mbalimbali ya mbinu za lugha katika kupitia usomaji wa matini mbalimbali. Kwa hivyo, katika sehemu hii ya kusoma grade ya 9, tunaangazia kuhusu kusoma kwa mapana. Kusoma kwa mapana. Na sehemu hii ya kusoma kwa mapana, tutazamia kiundani katika sehemu ya matini ya kujichagulia. Matini ya kujichagulia. Kwa hivyo, ni vyema mwanafunzi akaweze kuelekezwa kwa kufahamu maana ya matini ya kujichagulia. Kwa hivyo, swali langu la kibalagha ambalo ningependa kuwauliza watazamaji wenzangu. Je, unazingatia nini unapojichagulia matini ya kusoma? Kwa hivyo, mweleze mwenzako kuhusu swali hilo. Swali la pili. Je, ni mambo gani unayofaa kufanya unaposoma matini ya kujichagulia? Pia jadiliana na mwenzako. Na mwishoni mwa kipindi nitakuwa nimekupa majibu ya maswali hayo mawili. Kwa hivyo, tuanze hivi. Matini ya kujichagulia ni matini ambayo unaamua kuisoma wewe mwenyewe bila kuelekezwa na mtu yeyote. Unaamua kuyasoma wewe mwenyewe bila kuelekezwa na mtu yeyote. Hulazimishwi ama wewe huchaguliwi. Wewe ndiye unayejichagulia matini haya mwenyewe. Na pia inafaa ukumbuke kwamba unafanya uamuzi wa kuchagua matini hiyo kwa sababu zako za kibinafsi, kama vile mada ya matini hiyo, michoro iliyo kwenye matini hiyo na ukubwa wa maandishi ya matini hiyo. Kwa hivyo, hivi ni baadhi ya vigezo ambavyo vitamfanya msomaji akaweze kujichagulia matini ambayo atasoma. Kwa hivyo, je, ni mambo yepi ambayo yanamfanya mtu kuchagua matini ya kusoma? Kumbuka pale mwanzo nimewauliza, unazingatia nini unapojichagulia matini ya kusoma? Kwa hivyo, hapa ningependa tukaweze kuangazia mambo yanayomfanya mtu kuchagua matini ya kusoma. Na jambo la kwanza ni jalada. Tunapoangazia jalada, tunaangazia ile sehemu ya kitabu nje ambayo huwa na michoro tofauti tofauti na jina la kitabu. Hilo ndilo jalada la kitabu. Pili ni maandishi. Tunapoangazia maandishi, haya maandishi ni maandishi ya kiasi kipi? Ni madogo au ni makubwa? Pia kuna rangi za michoro. Rangi za michoro. Utapata kuna wanafunzi ambao wanapenda rangi tofauti tofauti. Kwa hivyo, anapoona matini ambayo rangi ambayo umetumiwa
ni ile rangi ambayo humpendeza, basi hapo huenda akafurahia kuchagua matini hayo na kuanza kusoma kwa sababu ya rangi ambayo imetumiwa katika matini hayo. Pia tunapata kwamba kuna picha zilizomo. Tunapoangazia picha zilizomo, utapata kuna picha ambazo huwekwa kwenye jalada na picha zingine hupatikana ndani ya matini ambayo mwanafunzi anataka kuyasoma. Kwa hivyo picha hizo iwapo zinampendeza mwanafunzi, huenda akachagua matini hayo kulingana na picha ambazo mwandishi alitumia ndani. Pia kuna mada inayozungumziwa. Kwa mfano kuna mada tofauti tofauti ambazo wanafunzi wanapenda. Kwa hivyo mwanafunzi anapotazama matini fulani na aone mada ambayo imeandikwa pale, huenda ikampendeza, basi huenda akachagua matini hiyo na kuamua kufahamu kile ambacho kimeandikwa ndani, iwapo kinaendana na mada ambayo inapatikana hapo. Kisha mwisho kuna kiwango cha lugha. Na tunapoangazia kiwango cha lugha, mwanafunzi wa gredi ya 9 hawezi akachagua matini ambayo ni ya mwanafunzi wa gredi ya 2. Maana kiwango cha lugha ni tofauti, na utapata kwamba pia mwanafunzi wa gredi ya 2 hawezi akachagua matini ya mwanafunzi ambayo inafaa isomwe na mwanafunzi wa gredi ya 9. Lugha ni tofauti, kwa hivyo mwanafunzi huenda akachagua matini ambayo ataisoma kulingana na kiwango cha lugha ambacho kimetumika katika matini hayo. Kando na hayo, wacha pia tukaweze kuangazia mambo ya kuzingatia unapochagua matini ya kuisoma. Mambo ya kuzingatia. Kumbuka hapo juu tumeangazia kuhusu mambo yanayomfanya mtu kuchagua. Kwa hivyo hapa tunataka tuangazie mambo ambayo inafaa uzingatie unapochagua matini ya kusoma. Na jambo la kwanza ni kiwango cha lugha. Kiwango cha lugha, hiyo nilikuwa nishaangazia. Pili, kuna maudhui katika matini. Kwa hivyo huwezi, kama mwanafunzi wa gredi ya 9, huwezi ukachagua maudhui ambayo ni ya lengo la juu kuhusu umri wako. Kwa hivyo utachagua matini ambayo yana maudhui ambayo yanakulenga wewe katika umri wako. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo yafaa ukaweze kuzingatia unapochagua. Na pia inafaa uchague matini ambayo maudhui ambayo yanapatikana katika matini hayo huenda yakakujenga kielimu na pia kibinafsi, ila si maudhui ambayo yatakupotosha katika kimaadili. Tatu, kuna lugha iliyotumika kuandika matini. Lugha, tunatumia lugha, kuna lugha ya Kiswahili, kuna lugha ya King'eng'e, kuna lugha ya kwanza, ile lugha ya mama, kuna lugha tofauti tofauti. Kwa hivyo mwanafunzi huenda akachagua matini kulingana na lugha iliyotumika kuandika matini hiyo na lugha ambayo anaielewa. Kwa hivyo hayo ni mambo matatu ambayo mwanafunzi yafaa kaweze kuzingatia anapochagua matini ya kusoma. Mwisho tuangazie kuhusu mambo ya kuzingatia unaposoma. Sasa ushachagua matini yako. Je, ni mambo yepi ambayo utaangazia unapoanza kusoma? Umechukua matini yako, umekaa pale katika maktaba, unataka kuanza kusoma. Je, utazingatia nini? Jambo la kwanza, rekodi mambo muhimu kama vile maudhui, ujumbe na msamiati uliotumika. Unapoendelea kusoma inafaa ukaweze kujikumbusha, je, katika kifungu hiki maudhui ni yepi? Unayanakili chini. Na pia ujumbe na msamiati uliotumika, ndiposa utakapomaliza kusoma unaweza ukatumia kamusi kutafuta maana ya msamiati hiyo. Pili, inafaa ukaweze kuandika muktasari wa matini. Tunapozungumzia muktasari tunazungumzia ufupisho wa kile ambacho umekisoma. Je, nikikuuliza umesoma nini? Unaweza ukanieleza kwa kifupi kile ambacho umekisoma. Huo ndio muktasari. Na tatu, inafaa ukaweze kuwaeleza wengine ulichokisoma ili
uchangie uelewa wao na masuala mbalimbali. Kwa hivyo unapofanya hivyo, basi utakuwa unajikuza katika tasnia ama kipengele hiki cha usomaji, na usomaji unakusaidia kujieleza, unakusaidia kujenga msamiati na unakusaidia kujieleza kwa lugha ya Kiswahili bila tashwishwi yoyote. Kwa hivyo kipindi chetu kimefika tamati, na wacha pia nikaweze kuwashukuru kwa kuzidi kujenga familia ya Branch Academy. Iwapo hujajiunga nasi, wacha ukaweze kujiunga nasi, subscribe, comment and share. Thank you, asanteni, na Mungu akaweze kuwabariki tunapozidi kukua pamoja.